Aliye na nguvu ya msalaba ana amani ya kutosha. Haleluya kanisa, haleluya. Amen. Akaambiwa tatizo alilonalo aliweza kusababisha kuona. Ndio alipokuja mahali hapa akaombewa. Asubuhi akanipigia simu akaniambia mimi naona. Ya Kristo ilikuwa ni kuwarejesha watu, kuwatoa kwenye ufalme wa giza, kuwaleta kwenye ufalme wa nuru. Karibu kwa ajili ya ushuhuda huo. Mungu akutendee mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kipekee kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo anaendelea kuyadhihirisha na kuyaonyesha pia kwenye maisha yangu. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya pumzi ya uhai na afya njema nilionayo. Bwana Yesu asifiwe. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kibali ambacho amenipa kuingia kwenye nyumba yake kwa ajili ya kumwabudu yeye. Libarikiwe sana jina lake. Kipekee napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya hao mabinti wawili waliosimama hapa, Esther pamoja na Mary. Huyu binti nilimleta hapa, ilikuwa ni siku ya Jumatano kama sijasahau. Nilimleta hapa akiwa kipofu, haoni kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru mume wangu aliyeniunganisha na huyu binti, ni ndugu yake. Akaniambia fulani haoni kabisa, sasa hivi ni wa kushikwa mkono, lakini naomba nikutafutie namba zake za simu ili uweze kumpeleka kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza namshukuru mume wangu kwa ajili ya kutambua kuwa Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia huyu binti naamini mume wangu siku moja atakuja mahali hapa. Huyu binti nilimleta hapa nikiwa ameshikwa mkono kabisa, haoni chochote. Nilimleta ilikuwa siku ya Jumatano, lakini alilala hapa. Alhamisi Mungu alifanya mambo makubwa kwa huyu binti. Aliona kwa macho yake. Mungu alirudisha macho ya huyu binti. Labda nimpe mic ili ashuhudie matendo makuu Mungu aliyomfanyia. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Angalia kusanyiko, angalia kusanyiko, usiogope. Wewe ni mzima kwa jina la Yesu. Shika mic vizuri. Kwa majina naitwa Esther Mashiku. Ni mkazi wa Igoma. Napenda kutoa ushuhuda Mwenyezi Mungu aliyonitendea. Hebu mpemele kwanza ataka ushuhuda wake, maana yeye ndiye alikuhudumia. Ghafla alianguka, alikuwa nasikia kizunguzungu, akaanguka, tukampeleka hospitali, lakini tatizo alikuonekana, wakamwambia na presha ya macho. Tukaendelea kuomba, tukawa nyumbani. Baadaye tukarudi hospitali, akaambiwa tatizo alilonalo aliweza kusababisha kutokuona. Tukarudi tena nyumbani, tukaomba, kabidi tu tumtegemee Mungu. Na mjomba wangu hapa alimwambia kama aje kanisani aombewe, na kweli hakusita, alisema mimi naenda nikaombewe ili nipone. Akaja. Ilikuwa ni ngumu kuamini kama anaweza tena kuona, maana alikuwa anaumia sana. Alikuwa ananiuliza kila siku, kweli nitaweza kuona tena? Lakini nilimwambia Watu walianza lini? Ni mwaka gani? Ilikuwa ni mwezi wa 7 tarehe 15. Ni ghafla tu akaacha kuona. Mimi ndo nilikuwa namshikilia na mhudumia. Ndo alipokuja mahali hapa akaombewa.
asubuhi akanipigia simu akaniambia Mary, naona. Haleluya. Piga makofi kwa Yesu. Haleluya. Amen. Maria, nani Esther? Hebu tuambie unasikia nini? Maana tayari ushuhuda wako tumeuona. Sasa unasoma Biblia vizuri? Unaweza kabisa? Kabisa. Unaweza vizuri. Aya, mwambie neno Yesu. Mwambie neno Yesu kwa ajili ya kufungua macho, mweleze neno moja Yesu. Mungu kwa kunifungua. Leo hii Esther mimi nasimama. Ndio. Kama kama hivi. Lakini kwa sioni, nilikuwa nasikilizia masikio. Namshukuru sana Mungu. Kazidi kumshukuru. Haleluya. Chapa makofi kwa Yesu. Haleluya. Kama singekuwa Yesu ungekuwa wapi? Jiulize. Kama singekuwa neema ya Yesu Kristo, huyu tayari alikuwa ameshakuwa kipofu. Lakini Biblia inasema inawezekana kwake yeye aaminie. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu yeye alipoambiwa hizo habari, akamuuliza swali moja, unamwamini Mungu? Unaamini kama unaweza kupona? Kwa hiyo yeye alipokuja tayari alikuwa ameshabeba muujiza wake. Haleluya. Mahali hapo unapokuja njoo ukiwa umebebelea muujiza wako. Kuna jambo Yesu atatenda. Lakini ukija kama ulishang'atwa na nyoka huko nje ukafikiri na hapo unakuja kung'atwa, muujiza wako hautatokea. Wewe amini kwamba hapo unakuja kukutana na Yesu Kristo, sio Yesu wa picha, Yesu halisi. Yesu anayeokoa, Yesu anayeponya bila gharama, bila chochote. Huyo ndiye Yesu tunayetarajia afanye kazi ndani ya watu wake. Haleluya. Leo hii anasoma vizuri. Hebu geuka usome madhabahu. Maana siku anaanza kuona, alianza na hilo neno. Alifungua macho akasema no. Hebu soma kote. Akaanza kutoa machozi. Alipotoa machozi nikaomba. Kutoa mikono akaanza madhabahu ya neno lisilogoshiwa. Kuanzia hapo hakuna kuomba tena mpaka leo watu wamemwombea tena. Maana tayari ni mzima. Haleluya. Yesu aliwaambia nenda mama, imani yako imekuponya. Kinachokuponya sio maombi, kinachokuponya ni imani uliyoibeba wewe. Njoo ukiwa umebeba imani, acha kuwa na mashaka. Njoo umebeba imani, halafu uone Yesu atakutendea nini. Atakufurahisha, atarejesha furaha yako. Leo Esther na furaha yake leo. Haleluya. Haleluya. Furaha yake ya kwanza ilitimia alipowekewa ubwabwa mbele yake kusema, na uona ubwabwa kabisa kwa macho yangu." Haleluya. Furaha yake ikatimia. Haleluya. Kwa hiyo tunaye Yesu Kristo mpenda miujiza. Amen. Hebu soma sasa hayo maandishi unayoona huko mbele. Madhabahu ya neno zilogoshiwa. Ingine yanasemaje? Kanisa la Injili ya milele Tanzania. Na mengine? Injili ya milele ulimwenguni kote. Na juu pale nasemaje? Hapo katikati kwenye duara. Duara hii. Juu yake tunasemaje? Nyuma ya uamsho wa Injili ya milele. Na kuna maandishi ya chini yanaonekana. Kwa Injili ya uamsho, upendo na huduma kwa ulimwengu. Amen. Haleluya. Kwa hiyo mpaka Biblia anasoma utukufu kwa Yesu. Haleluya. Sasa hata wewe haijalishi ni jambo gani unaona ni zito, beba imani. Beba imani. Tusimwekee Mungu mipaka. Haleluya. Tusimwekee Mungu mipaka. Haijalishi ufahamu wako unaona kama kuna shida, lakini yupo anayeweza kurekebisha. Haijalishi unaona kisukari, wamekwambia kisukari hiki hapana, wewe ndio kutumia dawa. Wewe muamini Yesu, saa inakuja ya kufunguliwa. Haijalishi pressure imekuwa sugu kwako, muamini Yesu, anakwenda kufanya. Haleluya. Haiwezekani yeye alifufua wafu, aliinua viwete, masikio walioziba wakafunguliwa masikio yao, na macho akaona. Alafu ahadi yake ya kwamba atakayeniamini atazitenda kazi kubwa kuliko hata hizi ninazozitenda.
alafu isiwezekane. Haleluya. Inawezekana kwake yaaminie. Mungu awabariki. Sasa geuka niwaombee. Esther, Mariam pamoja na Msamaria. Mungu wa mbinguni, ulimtumia Naomi kwa ajili ya kumleta kwenye nuru mtumishi wako Esther, na tangu sasa falme, madhabahu, nguvu za giza zisinuke juu yake tena kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, umempa neema ya kurejea katika nchi ya walio hai. Yesu Kristo, tembea naye tangu sasa na hata milele, kwa utukufu wa milele. Akafanyike injili kwa ufalme wako, katika jina la Yesu Kristo. Na wote tuseme amen. Piga makofi kwa Yesu. Barikiwe sana. Wakati huo utakuwa unajiandaa kwa ajili ya sadaka ya zaka na shukrani. Yesu Kristo. Wewe ni Bwana. Unastahili Bwana. Yehova Shama. Mungu wa matendo makuu. Wewe ni Bwana. Unastahili. Unastahili. Inua mikono yako mbele za Bwana. Inua mikono yako mbele za Bwana. Jehova Rafa. Katika jina la Yesu Kristo.
Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, leo nakuja kwako nikiutazama huo msalaba na kuitegemea hiyo nguvu ya msalaba. Bwana Yesu, leo mizigo yangu yote ninaitua msalabani, ili Bwana mimi niokolewe, ili nisimame. Magonjwa yangu msalabani ulisema imekwisha. Mateso yangu ukasema hayatairuka mara ya pili. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, leo magonjwa yangu, umasikini wangu leo na uleta msalabani kwa jina la Yesu Kristo. Maana umesema kila utazamaye msalaba ataokolewa. Nami leo nimekuja kwako ili niokolewe kwa uwezo wako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen, sema amen. Piga makofi kwa Yesu Kristo. Wenye uhai walikuwa ni 4 tu, sisi tunazidi. Itapenda kurekebisha mic yangu. Haleluya, haleluya, haleluya tena kwa Bwana. Mungu akubariki uliyepata neema ya kuwepo siku ya leo. Ni siku ya pekee. Kabla hatujaenda kuomba, tunataka tujue tunakwenda kuomba nini. Tunapoingia vitani, tunakwenda kuingia vitani tukiwa tumebeba nini? Lazima utambue unakwenda vitani ukiwa umebeba aina gani ya silaha. Ni vita gani unakwenda kupigana nayo? Haleluya, haleluya. Nataka niongee na watu wa rohoni, sio wa mwilini. Haleluya. Naomba uwe rohoni. Ukiwa mwilini utaondoka kama ulivyo. Haleluya. Aliyetangulia amekwambia kwamba mahali hapa sio mahali pa dini. Amen. Mahali hapa Roho wa Mungu ndiye anayetuongoza ili kusudi tumpe Mungu ibada ya kweli. Chapa makofi kwa Yesu. Najua wengine wana hofu kwa sababu miungu yao inaenda kusulubiwa. Utake usitake itasulubiwa. By power, by force. Lazima kieleweke kwa jina la Yesu. Hallelujah. 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 Sasa ngoja nikwambie. Iko hivi. Leo somo letu linasema hivi, nguvu ya msalaba. Nguvu ya nini? Msalaba. Nguvu ya nini? Msalaba. Kanisa, nguvu ya nini? Hallelujah. Nguvu ya msalaba. Yesu alisemaje? Yote yamekwisha. Magonjwa yako yamekwisha. Umasikini wako umekwisha. Kutengwa kwako umekwisha. Kukataliwa umekwisha. Eti tunakwenda eti yamekwisha. Sema yamekwisha. 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 Huko umeng'ang'aniwa kama kupe, mapepo yamekung'ang'ania, umasikini umekung'ang'ania. Sema imekwisha kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Lazima Mungu anasema hivi, nimekupa mamlaka juu ya pepo wabaya na juu ya kila falme na mamlaka. Lazima tuzitishe roho zote na falme zote. Sema amen. Haleluya. Waliomilikiwa na majini mahaba wataachiliwa kwa jina la Yesu. Waliomilikiwa na mizimu ya kwao lazima waachiliwe. Haleluya. Wako waliomilikiwa na malkia wa ziwa Tanganyika leo wataachiliwa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Hawajasahaulika wale waliomilikiwa na jina la bibi. Haleluya. Nao wamefikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sasa kuna kawimbo kamoja nataka tukaimbe, kamsalaba. Ila sasa sauti yangu imeenda mlama. Ila kanasema hivi, msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele. Anaweza kuimba, naomba tafadhali tuende pamoja. Japo kuwa hutaimba kama nitakavyotaka kuimba, ila wewe imba. Itikia tena pamoja.
Kweli umeacha nafsi yake na kusudi, umeacha kweli. Wale waliobeba ndo kichwani na kidumu mkononi wameacha. Haleluya. Kama umemaanisha Yesu anakwenda kuleta wokovu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba sasa ukae. Nguvu ya msalaba. Somo letu leo ni nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo. Hili ndilo somo la leo. Kama umekubali kumaanisha, unasema msalaba mbele, dunia nyuma. Mateso yaje, wakusimange, wakucheke, wakukatae, msalaba mbele yako. Haleluya. Haleluya. Leo uliyekutana naye, mwambie usikutane na mimi tena kwa jina la Yesu. Tutaanza kuangalia neno la Bwana linasema, utangulizi wetu tuangalie nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba ni nguvu ya kazi iliyokamilishwa na Yesu Kristo kwa ajili yetu. Nguvu ya msalaba ni nguvu ya kazi aliyokamilisha Yesu Kristo kwa ajili yetu. Hiyo ndiyo nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba mahali ilipo inaleta wokovu. Mahali ilipo inaleta wokovu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Leo ni roho ya wepesi, tunatembea kwa roho ya wepesi. Kwa sababu neno la msalaba, kwa wanaopotea ni upuzi. Bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Wakati wengine wanaotazama msalaba kama upuzi, wakati wengine wanatazama msalaba kama kitu cha kawaida, lakini kwa wale wanaokolewa, kwa wale wanaokombolewa, kwa nao wanaotaka kwenda mbinguni, ni nguvu ya Mungu. Msalaba ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Msalaba ni nguvu ya Mungu. Lakini mahali palipo na msalaba unaleta msamaha wa dhambi. Msalaba unaleta msamaha wa dhambi. Waefeso 1:7. Kitabu cha Efeso changamuka haraka inasema, katika yeye huyo kwa damu yake na ukombozi wetu msamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Yeye alikubali kufa msalabani, alikubali kubeba msalaba kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya mateso yetu, ili kwamba mimi na wewe tupate ukombozi na masamaha ya dhambi. Waliokuwa wamefarakana na Mungu wapate kupatanishwa tena kwa njia ya msalaba. Waliokuwa wamekosa haki kwa kuwa walikuwa ni watumwa, wakiingia katika nguvu ya msalaba, warejeshewe haki walizoibiwa tena. Ndio maana siku ya leo ni siku ya kurejeshewa haki yako. Namba 3, palipo na msalaba kuna upatanisho na Mungu. Tunapatanishwa na Mungu. Palipo na nguvu ya msalaba kuna upatanisho na Mungu. Wakolosai 1:20. Kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza aya 20, neno la Mungu linasema, ndio, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote, kwa yeye huvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni, ndio, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa, na ninyi ambao hapo kwanza mlikuwa mmefarikishwa tena adui katika nia zetu, ndio, kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Angalia, yule aliyekuwa amefarakana na Mungu kwa matendo mabaya, yule ambaye alikuwa hana nafasi ya kuitwa mwana,
Mungu akaamua kuvaa mwili, akazaliwa kama mwanadamu na akakubali kusulubisha mwili wake msalabani ili aweze kutupatanisha naye kwa nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mahali palipo na nguvu ya msalaba kuna upatanisho na Mungu. Watu tulishindwa kupatanishwa na Mungu kwa sababu nguvu ya msalaba tuliona ni upuuzi. Namba 4, palipo na msalaba kuna ushindi wa Kristo dhidi ya nguvu za giza. Sasa utaelewa kwamba mahali ambapo nguvu za giza zinatawala, nguvu ya msalaba haipo. Mahali palipo na nguvu ya roho ya kukataliwa, hakuna nguvu ya msalaba. Mahali palipo na nguvu ya mauti, nguvu ya msalaba haipo. Maana mahali palipo na nguvu ya msalaba, Biblia inasema tunafanywa kuwa wana kwa njia ya msalaba wake. Tunapatanishwa naye kwa njia ya msalaba wake. Kisha kuzivua enzi na mamlaka. Kisha kuzivua enzi na mamlaka. Na kuzifanya kuwa mkogo. Na kuzifanya kuwa mkogo. Kwa ujasiri. Ndiyo. Akizishangilia. Kwa ujasiri akazishangilia. Katika msalaba huo. Katika msalaba huo. Alikubali kuvua enzi na mamlaka. Waza. Huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, huyu Mungu aliyeumba kila kitu, kwa upendo wake akaamua kuondoa uungu wake, akavaa mwili wa mwanadamu ili kusudi aje amtafute mwanadamu mmoja aliyepotea katika dhambi, aliyeingia katika vifungo, aliyeingia kwenye magano ya mababu, aliyeingia kwenye magano na miungu, aliyeingia kwenye magano na mizimu kwa njia ya chale. Leo Mungu akaamua avue enzi na mamlaka ili aje amtafute mwanadamu huyo. Lakini leo angalia, mwanadamu huyo amempa kisogo Mungu. Ya Kristo ilikuwa ni kuwarejesha watu, kuwatoa kwenye ufalme wa giza, kuwaleta kwenye ufalme wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa ndani ya nguvu ya msalaba, tunaona tunapata maisha mapya. Maisha mapya kwa siku hizi 5 zote tumeangalia. Maisha mapya ni kubadilishwa utu wako wa ndani, utambulisho wako wa ndani. Na Biblia inasema si kuondoa jasho, bali ni dhamiri ya ndani inasafishwa, ndiko kufanywa upya. Wako watu ambao wamepata maisha mapya, walipozamishwa kwenye maji wakaitwa wameokoka na wana maisha mapya, lakini mpaka leo wanachezea kichapo cha ibilisi. Leo amebebelea Biblia mkononi, ndani umbeba mkuu wa dunia hii, ndiye aliyebebwa ndani yao, lakini mkononi wana Biblia. Wanasema tunaenda mbinguni, lakini wamejitwisha kaburi. Maisha mapya kwao hawayajui. Anasema ole wangu nikifurahi hata siku moja. Maana Biblia inatueleza katika Isaya 35 mstari wa 10, na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, nao watapata furaha na kicheko. Haleluya! Watapata furaha na kicheko. Waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni. Ukifika Sayuni, sikiliza nikwambie mtu wa Mungu, acha kufata mkumbo, utakufa na jehanamu na kwenda hivi unajiona. Sadaka unatoa, kufunga na kuomba unafanya, kwaya unaimba, kushuhudia unashuhudia, lakini kuzimu unakwenda kwa sababu ulimtumikia Mungu kwa mkumbo. Acha tabia hiyo. Huwezi kumwona Mungu kwa staili hiyo. Huwezi kumwona Mungu kwa staili hiyo. Maana mahali ambapo nguvu ya msalaba haipo, maisha mapya hayapo. Kama maisha mapya hayapo, angalia, toka umeingia katika kusanyiko la watu wanaoitwa ni kanisa, ni nini kwako kilibadilika? Sikiliza, naomba usome mstari wa 10. Usikie kwa makini nini Mungu anazungumza. Usipate mkumbo, utakufa. Soma mstari wa 10. 35 Isaya 10. Neno la Mungu linasema, ndio, na hao waliokombolewa na Bwana
watarudi. Watafika Sayuni. Watafika Sayuni. Tulia kidogo. Waliokombolewa na Bwana wapi? Walikombolewa pale Calvary, pale msalabani. Walipofika pale, Yesu Kristo akawaambia katika Yohana 14:1-3, akasema msifadhaike mioyoni mwenu, mimi nakwenda kuandalia mahali. Mahali ni nafasi, ili mimi nilipo na ninyi muwepo. Yesu Kristo hayupo katika mwili, yuko katika ulimwengu wa roho. Kama yuko katika ulimwengu wa roho, mahali alipo yeye, sisi hatupo. Sasa baada ya kukubali kuingia pale Calvary, akatengeneza nafasi. Alipotengeneza nafasi, akatuita. Ukombozi ukapatikana pale alipotuita. Mara baada ya kufufuka, akasema ninaifufua Sayuni yangu ya rohoni, yani kusanyiko la watu wangu wa rohoni, watakao niabudu katika roho na katika kweli, ambao sura yangu itakuwa ndani yao. Mimi nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Amen. Lakini Biblia inasema walipofika katika Sayuni, jambo la kwanza walifanyaje? Anasema, naomba usome hapo. Walifanya nini? Wakiimba. Walipofika Sayuni tu waliimba. Leo hii huko ulikuwa unaimba nini? Haleluya. Angalia leo, kama nguvu ya msalaba ipo, unaimba nini huko nje? Ikifika usiku unasema ni bora ingekuwa mchana. Maana unajua utageuka kuwa uwanja wa mpira. Ni wanacheza mpira kwako. Nyumbani kwako utafikiri umefuga kundi la paka. Uwanja wa nyumba yako ni uwanja wa mpira wa paka. Wakuu wa giza wanacheza kwako. Kwa nini? Hujafika Sayuni. Siku ukifika Sayuni, hey, twende juu Sayuni, twende juu Sayuni, twende juu Sayuni, mji wake Bwana, twendeni. Wachawi hawawezi kuimba. Sikiliza nikwambie, walioingia Sayuni kwenye mji wa Bwana walifika wakaimba, halafu wakapata furaha na kicheko. Hao waliingia Sayuni. Walipofika walikutana na mzee wa siku mahali pale. Sikiliza nikwambie, mahali alipo mzee wa siku hakuna huzuni. Mpaka sio imekunjamana. Mtoto wa miaka 30 utafikiri wa miaka 80, hata na kuzidi mpaka mngao. Kwa nini? Hujaingia Sayuni. Walioingia Sayuni wanameremeta, wanaitwa vijana. Wanaitwa vijana. Uzee walishautupa wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Sayuni ukiingia, Biblia inasema watapata furaha na kicheko. Haleluya, haleluya, haleluya. Nao watakuwa na furaha ya milele, sio ya siku moja. Wewe unadanganyishwa, mwenzako akija anakuletea kasika pipi, unafurahi kwa siku hiyo, alafu kesho nikija kupiga tukio zito unaanza kulia. Lakini Biblia inasema utakapoingia Sayuni, ukifika, Mungu ataachilia juu yako furaha na kicheko. Soma. Na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha. Huzuni na kuugua zitakimbia. Angalia kwenye kusanyiko la wana wa Mungu, unapoingia kicheko kinarejea. Ulikuwa na sura ambayo haieleweki, unarejeshewa sura yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Maana walioko Sayuni wanaitwa ni mabinti Sayuni, halafu walioko Sayuni wa baba wanaitwa vijana. Hakuna mzee. Hakuna mzee. Wewe ukiutaka uzee huko nje, lakini Sayuni ni vijana. Haleluya. Kama hutaki kuamini, kaulize Ibrahimu, kwa nini alipata mtoto kwenye miaka 90 ngapi? 99. Kwa nini? Ndio ujue kwamba kwa Mungu hakuna kuzeeka. Ukiutaka uzee, weka cheze na dhambi. Lakini ukiingia Sayuni, unabaki kijana, unashangaa yuko vile vile. Haleluya, haleluya. Watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua vitawakimbia. Ni mara ngapi umekusanyika kwenye kusanyiko, lakini vifungo viko pale pale? Haleluya. Ni mara ngapi? Lakini utakapokubali kusema kwa
kwamba sasa ninarudi Sayuni, mji wa Mungu. Nataka nikwambie hivi, ukifika pale, cha kwanza kicheko. Cha kwanza kicheko. Ruhusu Mungu akutengenezee kicheko, aibu iondoke. Isaya 25 mstari wa 8 mpaka ule mstari wa 9. Soma kwa ujasiri. Amemeza mauti hata milele. Amemeza mauti hata milele. Na Bwana Mungu atafuta kila chozi katika nyuso zote. Aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Maana Bwana mwenye haki katika siku hiyo atasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu. Ndiye tuliyemngoja tusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Angalia ni mara ngapi umefurahia wokovu. Unasema, Bwana Yesu asifiwe, ninamshukuru Mungu, nimeokoka, nampenda Yesu. Afu usiku wanasema, tulia, wewe utakushughulikia usiku. Umeokoka, tutakunyosha tu. Haleluya. Haleluya. Sasa furaha ya wokovu iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukitambua nguvu ya msalaba ina uwezo wa kushinda nguvu za giza. Haziwezi kukukaribia kamwe. Na yeye anatangaza akisema, nimemeza mauti hata milele. Alipoingia Calvary akaikamata mauti. Wakati ule wanampiga, wanamchoma mkuki, yeye mzee wa siku ashashuka chini. Yuko anapambana, anamwambia rejesha hizo nafsi zilizoshikilia. Rejesha hao watu uliowashikilia. Rejesha uchumi wao. Sikiliza, pale Calvary unampiga taji ya miiba, anakomboa ufahamu wa mwanadamu ulioshikiliwa. Damu ikatoka, sadaka ikatoka, ufahamu wa mwanadamu karejeshwa. Kwa habari ya uchumi, akaenda nao msalabani, akakinga mikono, wakapiga mikono yake, damu ikatoka kwenye mikono na uchumi akaurejesha tena. Lakini unakuta wanakona nakwambia, unajua Mungu amesema ombeni mtapata. Muda wote hataki kufanya kazi, yeye ni kuomba. Wewe alisema nitabariki kazi ya mikono yako. Ndio maana kanyosha mikono, wakapiga misumari na damu ikatoka, sadaka ikatoka, uchumi ukakombolewa. Haleluya, haleluya. Kwa habari ya ardhi, yeye miguu yake ikapigwa misumari, damu ikatoka, akaikomboa ardhi ambayo nyayo zako zinakanyaga. Maana alisema kwamba mahali utakapo kanyaga nimekupa. Sasa wanakole wasikie sasa. Hana nguvu ya msalaba, anakuambia imeandikwa mahali tutakapo kanyaga tumepewa. Alafu anaomba hivyo. Wakati huo yuko kwenye nyumba ya kupanga, yuko kwenye nyumba ya mtu. Wewe utafukuzwa asubuhi, usije ukalia kwa mchungaji, naomba unisaidie. Ninataka, maana umesema mahali nitakapo kanyaga umenipa. Baba, ninamiliki hii nyumba. Wewe sio ya kwako. Wakati nitafuta kwa jasho, wewe hukuepo. Katafute vya kwako kwanza. Haleluya. Wamchuao Mungu watafanya nini? Watatenda mambo makuu. Haleluya. Ukimjua Mungu, ukaijua nguvu ya msalaba, mambo makubwa yatatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Iko mauti iliyomeza uchumi wako, iko mauti iliyomeza ndoa yako, iko mauti iliyomeza uzao wako, iko mauti iliyomeza vipawa vyako, iko mauti iliyomeza karama yako, iko mauti iliyomeza kazi yako. Leo kwa jina la Yesu Kristo ikaachilie, na Bwana kaimeze mauti hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Mahali palipo na msalaba kuna uhuru wa kumtumikia Mungu. Mahali palipo na nguvu ya msalaba kuna uhuru wa kumtumikia Mungu. Aliye na nguvu ya msalaba ana uhuru wa kumtumikia Mungu. Soma kitabu kile cha Wagalatia 5 mstari wa 1. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 1. Neno la Mungu linasema, katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Ndio. Kwa hiyo simameni. Wala msinaswe tena. Chini ya kongwa la utumwa. Kwa hiyo simameni. Usinaswe tena. Simama, usinaswe tena, kwa sababu tayari umeshakombolewa. Umeshatolewa huko.
Basi sasa kilichobaki ni kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili sura ya 4, 3 mpaka 6. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 6. Lakini ikiwa injili yetu imestirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao, wasiamini isije ikawazukia nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Na sisi wenyewe tu watumishi wenu kwa ajili ya nini? Ya Yesu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa katika giza, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wake katika uso wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Angalia vile ambavyo Mungu anakusudia kwenye maisha yako. Pokea hiyo neema. Haleluya. Haleluya. Mungu linasema bali kwao waitwao Wayahudi kwa Yunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Katika Mungu kuna hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wayahudi na Wayunani wanaokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, ukiwapo nguvu ya msalaba, kuna tumaini la milele katika Kristo Yesu. Katika nguvu ya msalaba tunalo tumaini la milele katika Kristo Yesu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza aya 3 inasema, ndio, kwa kuwa uweza wake wa Mungu umetupa vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, ndio, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe, ndio, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo tupate kuwa washirika wa tabia ya uungu, tukiokolewa na uharibifu uliomo duniani Kumbe tunakuwa na tumaini huku tukiokolewa na uharibifu ulioko duniani. Hebu angalia vile ambavyo Mungu anakupenda, vile ambavyo Mungu ameamua kuachilia neema yake ili usikie utoke katika nguvu za giza. Wakolosai sura ile ya kwanza kifungu kile cha 13. Kitabu cha Kolosai sura ya kwanza kifungu cha 13. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu walikuwa wameshikiliwa katika falme za giza, wameshikiliwa katika mamlaka za giza. Kuna wengine, jana wakati tunajifunza tukaona kwamba wengine wameshikiliwa na historia ya kwanza, wamezuiliwa na madhabahu ambayo walitumikia hapo kwanza, zimewazuia, zimewawekea limitation, hawezi kuvuka, wamewekewa mipaka, hawezi kuvuka. Yuko tayari, anaona kuna kamba shingoni mwake, kuna kitanzi, lakini bado anang'ang'ana mle, hataki wala hawezi kuacha. Lakini Mungu, yeye kazi aliyokuja kuifanya ni kutuokoa katika nguvu za giza. Hakutuacha huko, alituhamisha. Badala yake akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Tulipokuwa tumeshikiliwa na adui, akatupokonya mikononi mwa adui, akatuingiza kwenye ufalme wake.
Walio katika ufalme wake wanatembea na nguvu ya msalaba. Wana malaika wanaowalinda, maana Biblia inasema naye hufanya kituo akiwalinda wote wamchao Bwana. Kwa kama umchi Mungu, malaika wakulindi, unalindwa na mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anakutana na Sauli aliyekuwa muuaji, aliyekuwa mtesaji, aliyelitesa kanisa la Kristo. Kristo akambadilisha, nguvu ya msalaba ikamfanya kuwa kipofu kwanza, kisha akamfungua na akamtumia. Matendo sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski, zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii. Njia gani? Njia ya msalaba. Waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia kuiona Dameski, ghafla ikamwangaza kote, ndio nuru kutoka mbinguni kaangaza. Akaanguka chini, akasikia sauti kimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, ndio, u nani wewe Bwana? Naye akasema, ndio, mimi ndimi Yesu unayeniudhi. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Soma mstari wa 8. Sauli akainuka katika nchi, ndio, macho yake yalikuwa yalipofumbuka hakuona kitu. Ndio, wakamshika mkono, wakamleta mpaka Dameski. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia, wakati neema ingaliko, watu wanaitwa hawataki kuitika. Wanasubiri wakutane na nuru kutoka mbinguni, wanasubiri kipigo ndipo wainuke kumtafuta Mungu halisi. Sauli anakwenda kuua, anakwenda kutisha, akiwa hatambui nguvu ya msalaba. Anawatafuta walio kinyume na dini ya Kiyahudi, wanaotembelea njia ya msalaba. Akawatafuta ili awafunge na kuwaua, na alikuwa akitenda mambo mabaya. Yeye alikuwa ni mtetezaji wa kanisa, yeye alikuwa ni muuaji wa kanisa, yeye alikuwa anawafunga watu. Lakini mara baada ya neema ya msalaba kukutana naye, mambo yakabadilika. Mstari wa 10 mpaka wa 12. Mstari wa 10 nasema, ndio, basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania alikuwepo Dameski. Bwana akamwambia, huyo ndiye aliyekuwa miongoni mwa wanaofungwa wa kwanza. Bwana akamwambia katika maono, ndio, Anania. Akasema, mimi hapo Bwana. Bwana akamwambia, ndio, simama nenda zako sasa katika njia itwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda, ndio, mtu aitwaye Sauli Tarso, maana angalia anaomba, naye amemwona mtu, ndio, jina lake Anania, akiingia na kumwekea mkono juu yake apate kuona. Haleluya. Piga makofi kwa Yesu Kristo. Angalia jinsi nguvu ya msalaba inavyobadilisha. Aliyekuwa yeye ni kipofu kwa mambo ya nuru, kwa mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mambo ya nuru alikuwa ni kipofu, akakutana na mtu wa Mungu aliyekwisha kuipata nuru, akamfumbua macho na macho yake yakapata kuona tena. Haleluya kanisa. Angalia sasa jinsi nguvu ya msalaba inavyotoa watu kutoka kwenye mauti kuwaingiza kwenye uzima. Ni wazi kwamba tunaona Sauli, yeye alikuwa amesoma kwenye theology, kwenye vyuo vya Biblia, lakini alikuwa hamjui Mungu. Hakuwahi kukutana na nguvu ya msalaba. Kwa maisha yake yalikuwa ni maisha ya kumuudhi Kristo. Yeye alikuwa anawapinga watu wa Mungu, akijua anafanya yaliyo mema, kumbe anafanya mabaya. Lakini matokeo yake tunakuja kuona neema ya Kristo haikumwacha, ikamfuatilia, jinsi alivyokuwa na bidii kuwapiga kanisa, kufanya mabaya.
Mungu akaona mtu huyu ananifaa, nikimgeuza atakuwa mzuri kwenye kazi yangu. Bwana akamgeuza. Bwana akamgeuza na akamwagiza yule aliyekuwa naenda kutafutwa. Biblia inasema hivi, njia zako zikimpendeza Bwana atakupatanisha na adui yako. Haleluya. Haleluya. Soma ule mstari wa 15. Mstari wa 15 unasema, ndio. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu. Nenda tu. Maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Maana Anania alianza kujitetea. Umesikia kwamba anawatafuta watu wako kuwaua, na mimi nikenda na niua. Anamwambia nenda tu, maana huyu ni nani? Maana huyu ni mteule. Angalia, sikiliza. Kuna watu wanatembea wakiwa wanaonekana kwa nje ni kalimanzira, kwa nje wanatembea na fisi, kwa nje wanatembea na nyungo, kwa nje wanapeana nyingi, kwa nje ni makahaba, lakini Mungu ndani anaona ni wateule. Ni masaa, ni majira hayajafika. Haleluya. Yakifika, aliyekuwa mtesaji akawa mhubiri, aliyekuwa muuaji wa kanisa kawa mjenzi wa kanisa. Haleluya. Majira yakifika, hata kama ungekuwa unabeberea watu kwenye masikio yako, unabeba wanaume, unabeba wanawake kwenye masikio yako, saa ikifika utanyosha mikono, utasema Yesu ni Bwana. Ni majira tu hayajafika. Yesu akiachilia nguvu ya msalaba kwako, hauwezi kupinga. Wako waliopinga mpaka leo wanaihubiri injili wakiwa vichaa, kwa sababu walishindana naye. Waebrania sura ile ya 2 mstari wa 14. Changamka usome. Waebrania sura 2:14 nasema, ndio. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, ndio, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo. Yeye naye alishiriki hayo hayo. Tulia kidogo. Angalia jinsi pendo la Mungu lilivyokuwa mno juu ya mwanadamu aliyemuumba kwa sura na mfano wake. Akaamua, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, akaamua ashuke azaliwe kama mtoto. Maana yake Mariamu, yeye alicheza na mwanaye Yesu Kristo. Alishika kwa mikono yake, alimshika Mungu. Tabia zote za utoto Yesu alikuwa nazo, lakini yote ilikuwa ni upendo, au tafute uhai wako na uraia wako wa mbinguni tena, ili akurudishe tena. Yeye naye akashiriki tabia za utoto, akazaliwa. Soma. Ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Sasa amekubali kuja kuiachilia neema juu yako ili haribu nguvu za mauti juu yako. Wako watu walioandikiwa hati za mauti, yeye amekuja aziharibu nguvu za mauti. Maana Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8, amedhihirishwa ili aziharibu kazi za Ibilisi. Amedhihirishwa kwako, kazi yake ni moja. Kila kazi ya Ibilisi ndani yako inaharibiwa. Sasa kama unahirizi, umelifunga, unalitumainia, ujue hilo litaharibiwa, kwa sababu umeingia Sayuni, lazima liharibiwe. Mungu hawezi kuabudu na miungu, lazima liharibiwe. Roho zilizofunga hatima yako lazima ziharibiwe. Amen. Kila kifungo kilichoshikilia hatima yako lazima kiachilie. Amen. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema sisi ni mahekalu ya Mungu. Sasa kama sisi ni mahekalu ya Mungu, hayo mapepo yanapataje nafasi? Hayana mamlaka ya kuishi ndani yetu, maana anayepaswa kuishi ndani yetu ni Mungu mwenye enzi. Haleluya. Maana anasema katika Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 3, tazama masikani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Palipo na nguvu ya msalaba, Bwana anaachilia masikani yake. Bwana anaachilia kiti chake cha enzi ndani. Uchungu unaondoka, maumivu yanaondoka, mateso yanakimbia. Biblia inasema mateso yainuki mara ya pili tena. Haleluya. Haleluya. Ukiona yanainuka mara ya pili, ujue kuna mahali umeachia mlango. Lazima ukubali. Waefeso sura ya 2 14 mpaka 16. Kitabu cha Efeso ndio sura ya 2 14 mpaka 16. Neno la Mungu linasemaje? Kwa maana yeye ndiye amani yetu. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza, yani dhambi hiyo,
cha kati kilichotutenga, na kisha kuondoa ule uadui, huo uadui kwa mwili wake. Kwa hiyo ndiyo sheria ya uadui, amri zizo katika maagizo, ndio ili afanye hao wawili, kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Haleluya. Kwa nafsi yake akafanya amani. Amani yetu. Aliye na nguvu ya msalaba ana amani ya kutosha. Haleluya. Kanisa, haleluya. Amen. Unajisikiaje unapoendelea kuteseka? Unajisikiaje unapoendelea kupitia maumivu wakati yupo aliyekufa kwa ajili yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyekufa kwa ajili yako yupo. Aliyejitoa kwa ajili ya nafsi yako yupo. Unajisikiaje unapoendelea kuteseka wakati yupo aliyeyamaliza yote? Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 16 unasema, ndio, akawapatanisha wote wawili na nani? Na Mungu katika yeye mmoja, kwa njia ya msalaba. Akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba akatupatanisha na Mungu. Lakini leo hii angalia, ngoja nikupe picha moja uangalie kanisa lilivyokufa na kanisa lilivyofungwa. Angalia, watu wanasema mimi nimeokoka na ninampenda Yesu. Watu wanasema tunamgoja Yesu mawinguni. Wakati huo ni watu ambao hawana msamaha. Watu wa namna hiyo hawakutambua nguvu ya msalaba. Watu ambao wanasema wanaenda mbinguni na wamekoka, lakini ndani yao hawana upendo na hawapendani. Namba 3 ni watu ambao hawana mapatano wao kwa wao. Lakini tena anasema ni watu ambao wana chuki, lakini mahali penye msalaba chuki huwa inaondoka. Haleluya. Chuki inafanya nini? Inaondoka. Maana kinachotawala pale ni nguvu ya msalaba, na nguvu ya msalaba imebeba nguvu ya pendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Angalia, nguvu ya msalaba ilipo, yeye anakuja analeta kuishi kama mwili mmoja wa Kristo. Hatuanzi kuhukumiana, mimi sijini wa dini hii, mimi sijini wa dhehebu hili, mimi sijini wa dhehebu hili. Wote tunageuka kuwa kitu kimoja. Kusanyiko lolote unaloangalia, unalokutana nalo, wanaanza kusema unajua sisi hatuchangamani na watu fulani kwa sababu hawana Mungu. Wao ndio hawana Mungu. Aliye na Mungu hawezi kusema mimi sichangamani na huyu kwa sababu yeye ni wa hivi. Mwenye Mungu anajua kwamba wote tulifanywa kitu kimoja. Sema haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia, yeye alipokuja, alichokuwa anakifanya, alikuja kuhakikisha kwamba nguvu ya mauti iliyoshikilia hatima yako akaiondoa. Ule uadui uliosimamishwa mbele yako akauondoa. Yeye akasimamisha mamlaka yake tu ndani yako, akasimamisha pendo lake ndani yako. Sasa angalia watu ambao wanateseka katika mateso mbalimbali kwa sababu nguvu ya msalaba kwao ilionekana ni upuzi. Lakini nini Mungu anataka kwako? Warumi 5 mstari wa 8 na 9. Sura ya 5 mstari wa 8 na 9. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe, ndio, kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Ndio. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, ndio, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa hiyo palipo na nguvu ya msalaba kuna kuokolewa na ghadhabu kwa yeye. Palipo na nguvu ya msalaba kuna kuokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kuokolewa na ghadhabu, labda niwape tafsiri moja ambayo watu wanaizungumza na hawaielewi. Mtu anakwambia mimi nimeokoka na mpenda Yesu. Lakini tafsiri ya Biblia kuokoka sio wewe kuacha pombe, sio wewe kuacha uchawi, sio wewe kuacha uzinzi.
ni kuhakikisha umekwepa hukumu ya Mungu. Utakapoondoka duniani kwenye huu mwili wa nyama, roho yako ikarudi ilikotoka, ikubali kukutana na Mungu na isikutane na hukumu ya Mungu. Huko umeokolewa, umeokoka, nafsi yako imeokoka. Sasa wewe uko hapa, unatembea na ungo, unatembea na ofisi, unatembea na hirizi. Siku ukifa, tutakuimbia umeokoka. Wakati kabisa ushahidi na ushuhuda unasema huyu jamaa alikuwa ni mtembea na fisi. Ukidondoka chini tunaimba parapanda Italia na waliookoka, na wewe humo. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo angalia namna ambavyo Kristo yeye anataka watu wake waweze kuokolewa na hasira au ghadhabu itakayokuja. Iko hasira inayokuja kwa ajili ya watu ambao wameukataa msalaba. Wagalatia sura ya 2 ule mstari wa 20. Kitabu cha Galatia sura ya 2 aya 20 inasema, ndio, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena. Wala si mimi tena. Bali Kristo yu hai. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa. Na uhai nilio nao sio wa kwangu. Katika mwili. Katika mwili. Nao katika imani ya mwana wa Mungu. Ndio. Ambaye alinipenda. Ndio. Akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Amen. Akajitoa kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhai nilio nao sio wa kwangu, bali ni wa Kristo. Kumbe Kristo akiwa ndani yako, tayari yeye ndiye anayemeza ule uhai wako. Kwa hiyo kuishi kwako ni Kristo. Kwa hiyo asiye na Kristo ndani yake hawezi kuishi. Amen. Asiye na Kristo ndani yake hawezi kuishi. Yesu Kristo akiwa ndani yako anaitwa nuru ya ajabu. Giza haliingii. Kama haliingii ndani yako, maana yake tayari wewe unakuwa ni nuru yake ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie Yohana sura ile ya 15 mstari wa 19. Kitabu cha Yohana 15:19 neno Mungu linasema, kama mngekuwa wa ulimwengu, ndio, ulimwengu ungewapenda walio wake. Kama mngekuwa wa ulimwengu, basi ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu. Kwa sababu hiyo ulimwengu wachukia. Ulimwengu wachukia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama ni wa ulimwengu utaendelea kupendwa na ulimwengu. Kama wewe una urafiki na ulimwengu, ulimwengu lazima ukupende. Lakini kama wewe huna urafiki na ulimwengu, ulimwengu ni lazima utakuchukia. Na ukikuchukia, na mtu anapoamua kufuata msalaba, tumeona Paulo aliyekuwa anaitwa Sauli, yeye vita yake kubwa alikuwa na watafuta wanaofuata njia ya msalaba. Sasa sio kila msalaba, sio kuuvaa. Wako watu wameuvaa msalaba shingoni, lakini wananyongwa, lakini wanaandikwa, wananing'inia kwenye viti virefu. Akitoka hapo haelewi yeye anaitwa nani. Ukimuuliza wewe unaishi wapi, anakuambia mimi sijui mimi ni nani. Unachomuuliza anakuambia kingine. Haleluya. Haleluya. Haelewi, lakini msalaba mzito anao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku moja nilishuhudia mtu mmoja, ni kiongozi, ana msalaba wake, lakini kaanguka kwenye mtaro na gari, kapiga nyingi. Kapiga nyingi, lakini kwa kwenye mtaro na gari haelewi chochote, na msalaba nao. Nguvu ya msalaba imeshakufa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nguvu ya msalaba kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ikiwa ndani yako, hakuna adui anayekatiza, hakuna pepo anayeingia ndani yako. Anaingia ndani yako kwa sababu umefifisha. Ondoa kila kinachoweza kuzuia nguvu ya msalaba kukaa, kisha uone utukufu wa Mungu. Naomba usimame. Simama. Hallelujah.
wengine mkanyamaza, mkaendelea kuomba, waimbaji wakiendelea kuimba kwa chini. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hiyo nguvu ya msalaba ya Bwana iliyokoa watu wako waliokuwa mateka, waliokuwa wameonewa, waliokuwa wamefungwa, nguvu za giza ziliwafunga. Inua mikono yako kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo.